Ukosefu wa ajira kwa vijana umesalia kuwa changamoto kubwa nchini, huku maelfu ya wahitimu wa vyuo vikuu wakikabiliwa na ukosefu wa ajira na ahadi ambazo hazijatekelezwa na serikali. Shirikisho la waajiri Kenya FKE linakadiria kuwa zaidi ya 12.7% ya vijana hawana ajira, licha ya kuwa na shahada au elimu sawa na hiyo, huku vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 34 wakiwa 6% ya watu wasio na ajira. Lakini katika kijiji cha Shela katika kaunti ya Kilifi, Happy Mwinyi mwenye umri wa miaka 30, mhitimu wa usimamizi wa biashara, amegeukia biashara ya kukaanga samaki baada ya miaka 4 ya utafutaji wa ajira bila mafanikio. Levis Musumba anavyoripoti, Mwinyi sasa anapata riziki na kutengeneza ajira kwa idadi kubwa ya vijana wasio na ajira. Unapokutana na Mwinyi kwa mara ya kwanza, mtu anaweza kudhani kimakosa kuwa hajasoma, ikizingatiwa kwamba kazi yake kwa mara nyingi inahusishwa na walioacha shule au wale wanaotoka katika familia maskini. Wajua, kulingana na hii biashara samaki, ule uhalisia ni kwamba mtu anayekaranga samaki ni either mwanamke aliyefeli kwa maisha, either alidrop shule, either alipata ujauzito shule. Hiyo ndo real ya mambo wa mama ambao wanakaranga samaki. Happy Mwinyi, mhitimu wa usimamizi wa biashara, ni miongoni mwa orodha ndefu ya vijana wasio na ajira baada ya kuhitimu miaka 4 iliyopita. Wajua, kulingana na hii biashara samaki, ule uhalisia ni kwamba mtu anayekaranga samaki ni either mwanamke aliyefeli kwa maisha, either alidrop shule, either alipata ujauzito shule. Hiyo ndo real ya mambo wa mama ambao wanakaranga samaki. Ya ukifuatilia background ya mama wanakaranga samaki. Katika jamii najua ni wamama ambao hawakusoma hivyo. So baada ya kutoka hizo nchi za Warabuni kurudi, nikasema hata kama nimesoma, hata kama ni, lakini naona kitu ambacho nimefit nacho ni biashara samaki. Ndio nikajitosa hapo ndani, nikaanza hiyo biashara. Mwaka wa 2020, kwa shilingi 1000 tu, Mwinyi aliwanunua samaki wabichi na kuanza kuwakaanga na kuuza kutoka jikoni mwa mamake. Biashara samaki, mamangu nikizaliwa, mamangu alikuwa yakaranga samaki. Kwa hivyo mamangu amekaranga samaki mpaka hapa nilipo. So baada ya kumaliza shule niliajiriwa. Nilienda nchi za nje Warabuni, nikaajiriwa kwa miaka 5. Nilivorudi ndo nikaja nikarithi ile kazi ya mamangu, nikaiendeleza. Biashara ya samaki hasa kukaranga ni challenge, kwa sababu ukikaranga samaki ule moshi. Sasa ilifika wakati mpaka una miguu ikawa yaniuma, na nikiwa bado niko very young, 25 hapo 26, ilikuwa miguu tayari yaniuma, macho yalikuwa yashaanza kama ambaye naumwa na macho, mpaka ni kama ambaye utakuwa kipofu hivyo. Sasa ilikuwa ni challenge, nikasema kwa kuwa mimi nimesoma, mbona niendelee na hii kazi hii. Lakini niliendelea hivyo mpaka hapa nikajikuta hapa nilipo. Kulingana na shirikisho la waajiri nchini Kenya FKE, kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana ni 12.7%, mzigo mkubwa ukiwa vijana kati ya umri wa miaka 15 hadi 34, ambao ni 67%. Kilichoanza kama biashara ndogo sasa ni mkahawa unaostawi na mtaji wa zaidi ya 300,000. Ninafanya dry fish pia. Nafanya dry fish. Samaki wale ninawa add value pia, ninawapika kwa kibanda changu, ambapo sasa wajua huku kwetu tuko pwani. Na pwani, mambo ya pwani ni mambo na nazi. Sasa ukitumia samaki ukiweka nazi, at least wanakuwa wale wenyewe wanapenda. Na wengine ukikaranga pia still unaweza ukauza tu sokoni hivyo. Mwinyi sasa ameajiri vijana 8, wengi wao wakiwa wanawake, na kuwapa fursa ya kujitegemea kiuchumi. Sasa kuna jitalengo, kila siku anatupitia, tuna save. Kusave kule tumewezeshwa kutumenunua kama ni pikipiki, sahi tumenunua mahali tumejenga, na sisi tulipita na nyumba. Tunaishi kwetu sahi. Na tunasomesha.
Licha ya biashara hiyo kunawiri, uharibifu wa samaki ulitishia kupanuka kwa biashara hiyo. Mnamo mwaka 2024, mradi wa KEMSFED ulimpa jokofu na hivyo kupunguza uharibifu wa samaki. Hii biashara ina faida, bedhe ina faida kwa sababu especially kama umepata hiyo freezer, ina faida kwa sababu unaweza toka hapa hata ukaenda paka Kipini ukachukua mzigo. Ukishachukua ile mzigo unauza, mwingine utauza tu akiwa wabichi vile vile, wengine utakaranga, wengine utapika hivyo. Kwa hivyo na faida. Akisukumwa na kupunguza umaskini na ukosefu wa ajira katika kijiji chake, Mwinyi sasa anaongoza vikundi 4 vya vijana vyenye wanachama zaidi ya 200, akiwapa mafunzo na biashara. Pia ni katibu wa kitengo cha usimamizi wa ufuo wa Shela, ambapo anatetea haki za wanawake katika sekta ya uvuvi. Wanawake main challenge kwanza maboti, sisi hatuna maboti. Sasa ukifika kule kuna hiyo biashara ya mangwe wengine, sababu unafikiria huna samaki, lazima ujue vile utakavyoishi na ule mvuvi ili kila ukienda uwe wapata samaki. Kwa sababu kuna mara nyingine hakuna samaki, ukifika kule sasa na mvuvi hakujui. Sasa ni lazima ulete ule uhusiano kati ya wewe na ule mvuvi ili uwe wapata samaki. Kufikia sasa amesaidia zaidi ya vijana 150 kupata ujuzi, kazi au kuanzisha biashara zao. Kwa kweli mchumia juani hula kivulini. Safari ya Mwinyi inaonyesha wahitimu wengi wanaohangaika na kukosa ajira ambao wanajitahidi kujikimu kimaisha. Levis Msumba, KTN. Ama kweli wanasema